Kuna swali la kwanza nauliza kuhusu wafu. Nauliza juu ya wafu. Anasema hivi: mwezi wa 11 tuna siku ya watakatifu wote katika kanisa Katoliki. Lakini mwezi huo huo tunawakumbuka wafu. Anauliza kama swali la ufafanuzi. Anasema kwani watakatifu sio wafu? Kwa nini labda nataka kusema kwa nini tusiwaweke pamoja? Ndio swali lake au ufafanuzi. Ningejibu hivi, na tulishawahi, ni kama kurudia tu, kwa sababu haya ni mafundisho ya kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki linasema lina ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ni ngazi ya washindi, manake watakatifu, wale ambao kwa vigezo wamekidhi vigezo vilivyowekwa na kanisa kutangaza waliokufa kwamba hawa ni watakatifu. Ni kanisa la washindi, na hawa wanajulikana kwa ishara zinazotolewa na Mungu mwenyewe. Mungu anaonyesha ishara hizi kwa maombezi ya watakatifu hao. Manake sisi tulio hapa duniani tunaomba, tuna maombezi, tuna sala, tunaoomba watakatifu hao wadhihirike kwetu, na Mungu anajibu, kwa sababu yote ni Mungu, sio wao watakatifu. Mungu anadhihirisha kwamba kweli wako naye kwa kutimiza au kufanya ishara. Kanisa linasali, haliwezi kuforce na wala halina ujuzi au uwezo wa kutangaza mtu mtakatifu. Ni Mungu mwenyewe anatangaza kwetu, anafunua kwetu kwa ishara, na ishara hizo mara nyingi ni miujiza. Mungu anafanya miujiza kwa maombezi ya watu waliodhaniwa kwamba wako naye, ambao ni watakatifu. Kwanza kuna stage, kuna hatua. Kanisa linachukua hatua mbalimbali kudhihirisha kwamba mtu huyu ni mtakatifu. Hatua ya kwanza wanaitwa watumishi wa Mungu, watumishi wa Bwana, ambao maisha yao hapa duniani yamekuwa kama ni mfano kwa wengine. Walikuwa watu wema, watu walioishi maisha ya kimungu, maisha matakatifu, maisha ambayo yamempendeza Mungu, na wanadamu wanafahamu, wanaona mtu huyu alikuwa wa haki, mtu mwema, mtu mwenye upendo, na hakuwa mtu ambaye alikuwa anakiuka yale masharti Mungu aliyoweka. Manake amri za Mungu na amri za kanisa. Alikuwa mtu wa kupendeza, mtu mwenye kutimiza wajibu wake na kadhalika. Mtu huyu watu wanaanza kumpendekeza, kweli ni mfano kwetu, na wanamuomba Mwenyezi Mungu aonyeshe ishara kwamba huyu ni mfano kwetu, tumchukulie kama mfano, model of Christian life, maisha ya Kikristo. Na hawa ndio wanaitwa, hatua ya kwanza ni watumishi wa Mungu, servants of God. Na wanaanza kuonyesha ishara mbalimbali. Kwanza watu wanaanza kuwaona kama ni mfano, wanawachukulia na hata kuwatangaza kama mfano wa maisha ya Kikristo. Ndio wanaitwa watumishi wa Mungu. Mmoja wapo tunaye hapa Tanzania, na wengine wanaojulikana lakini hawajatangazwa, kama Mwalimu Nyerere.
au wanatangazwa na kanisa kuwa ni watumishi wa Mungu, kwa sababu Wakristo ni sauti ya Mungu. Wakristo wanaomba mtu huyu awe mfano kwetu, Wakristo wenyewe. Kwa hiyo ni sauti ya Mungu. Nakumbuka wakati wa maziko ya Papa Yohane Paulo wa pili, pale uwanja wa San Petro, Tatu Petro pale Roma, watu walianza kutangaza na kushout, mtakatifu, huyu ni mtakatifu wetu, Hiyo ni sauti ya Mungu, na inaanza hivyo hivyo kwa chini chini. Huko Mahenge kuna padri mmoja anaitwa Martin, ambaye watu wanamtangaza, watu wanasema huyu tunaomba kanisa lichukue hatua. Na kwa hiyo hatua ya kwanza kanisa linalofanya kwa kuitikia sauti ya Mungu inayotokana na watu wa Kristo wanaomfahamu, waliomfahamu maisha yake, wanaomba process, yani ule mchakato wa kutangazwa mtakatifu uanze. Na unaanza na stage 1. Hatua ya kwanza ni anaitwa mtumishi wa Mungu, servant of God. Na kawaida huwa inakutokea labda, kwa mfano, wanafunzi wengi sana wanaenda kuomba msaada wake, wanapata msaada. Mtu wa mgonjwa anaenda kuomba kwa maombezi yake apate nafuu, anapata nafuu. Na wengine hata wanapata hata maono fulani. Basi kanisa alikimbilia mambo hayo, linaanza na hatua ya kwanza. Basi wanamtangaza kwamba ni mtumishi wa Mungu. Mojawapo ni huyu Nyerere, nasikia kuna miujiza imetendeka kadhaa, na kwa hiyo kanisa likamtangaza kwamba ni mtumishi wa Mungu. Linangoja tena hatua ya pili, ambayo ni muujiza mwingine. Pengine hata muujiza huo kwa kawaida nakumbuka unatokea mahali ambapo watu hawamjui huyo mtu kabisa, isipokuwa labda wamemsikia jina lake, wamesikia fununu fulani wa mtu fulani huko, akasema mimi ni muombe mtakatifu huyu anisaidie, au mtu mwenye heri huyu, au mtu mwenye akaomba Nyerere, nisaidie, mimi ni mgonjwa na ugonjwa huu hauponyeki, madaktari wameshaosha mikono, naomba unisaidie. Sasa mara huyo mtu anapata nafuu na kupona, na madaktari wanashindwa hata kuelezea. Kama kansa imeshaenea mwili mzima, alafu mtu anakwenda kuscreen tena baada ya miezi kadhaa, wanaenda kuscreen, mtu wameshapewa hata judgment kwamba utakufa baada ya siku kadhaa. Kuna mtu mmoja ambaye mimi sitaki kumsema kwa sababu yuko kati yetu, bado yupo, aliniambia siku moja kwamba mimi sifi, na alisha declare, madaktari walishamwambia, we bwana, kwa kweli kuna miezi 6 ya kuishi. Na mimi nikagombana na watu fulani nikiomba wampeleke hospitali nyingine, wale watu wakanigomea. Kanaambia usihangaike na mimi sifi. Hao watu wanaokataa nistibiwe wataondoka kabla yangu, na kwa kweli wote wamekwisha. Ni kweli nasema, kwa sababu mimi nilikuwa kiongozi wakati ule na yote yametendeka machoni mangu hivi. Nikamwambia uacha maneno hayo. Akasema mimi nimeshapewa taarifa kwamba sifi. Madaktari wameshatuambia msimlete sana, tutampa tu dawa za kutuliza, lakini maisha yake hayapo tena. Na kwa kweli nasikitika, kwa sababu alikuwa kijana wakati ule sana, kijana labda miaka 40 tu. Yule bwana yuko mpaka leo, na ni miaka sasa hivi imepita 30 na ngapi, au 30 almost. Ninamwangalia hata sijamkumbusha, ila aliniambia mimi sifi kwa sababu nimeshaambiwa sifi, na anayenitunza ni mtu fulani, kitu fulani, mtakatifu fulani. Sasa hapo nikashika, nimeshangaa kweli. Wote wale ambao walikataa hata kumpeleka hospitali, na wengine nakumbuka sana vividly,
wameshakufa wote, hakuna aliye hai. Wote wale ndio kaa naye kwenye nyumba ile, watu karibu 10 wameshakufa wote. Yeye jamaa bado anaendelea maisha yale na ngangari na ngunguri pale. Sikashangaa kweli. Namwangalia, hata nikienda wiki ijayo namwangalia, nasema ni fumbo tu, hata simulizi, kwa sababu ni muujiza ule kwa kweli. Muujiza kwa sababu yeye anaishi kwa robo ya pafu. Mapafu yake yameharibika kabisa. Akienda hospitali madaktari wanaitana, na hata wanafunzi wanaitwa. Nakumbuka wanaitwa, wanasema angalieni mtu anaishi kwa robo pafu. Na wao walisha declare kabisa, this man is moribund, manake is dead. Lakini he is still alive and hanging around. Tena ana nguvu kuliko wengine tuliofikiri sisi ni vijana. Na hosa hivi ana miaka 70 ngapi shui, bado anatikisa ulimwengu, anatembea. Sasa muujiza wa namna ile ndio wanachukulia kama matendo ya Mungu anayodhihirisha kitu fulani. Na sisi lazima tutakuwa na nia, tumeomba kwa jina la fulani, na hao wanaofanya muujiza wa namna hiyo, matukio ya namna yake tokea, tunayafuatilia, kanisa linafuatilia. Na hata wanaitwa, wanapewa interview, wanahojiwa, imekuaje, vipi, hivi ulifanya dawa nyingine? Nasema mimi. Sasa hata inatokea ghafla, au ule mtu anaishi lakini huwezi kujua anaishije, kitu gani kinamwezesha awepo, ana nguvu na anafanya kazi. Nashangaa. Sasa ni miujiza namna hiyo, madaktari wanashindwa kueleza, na hata wataalamu wakubwa kabisa wanashindwa kueleza, kwa sababu wanasema kwa kawaida mtu wa namna hiyo hawezi kuishi, lakini anaishi. Ndio tunaita miujiza, ni against nature. Sasa hatua hiyo, mtu katika ile hali ya kuwa mtumishi wa Mungu, yanaweza kutokea hayo. Basi kanisa linasema hatuwezi kumtangaza mtakatifu kwa muujiza mmoja, wanamtangaza ni mtumishi wa Mungu. Wanaanza process, wanaanza sasa mchakato, wafuatilia huko na huko. Historia ya maisha yake inapekuliwa kuanzia kuzaliwa, hata kabla ya kuzaliwa. Na hii kanisa ni very rigorous, ni kali sana kwa hatua hizi. Ni wasifanye makosa, kwa sababu katika sijui kwa Kiswahili nini, archives kwa Kiswahili nini? Ni archive. Makumbusho. Sasa Makumbusho. Kuna neno jipya siku hizi, mko kama mimi tu. Kuna neno jipya ambalo masijala. Masijala. Labda hilo sasa. Nisitaji kusema kwa sababu na mimi sio mswali wa kutosha. Lakini ziko kule Vatican kuna ofisi ya watakatifu, na ile huwezi kuingia hata siku moja. Nakumbuka sisi tumeenda huko kwa mambo mengine ya mambo ya Biblia, na haiwezi kuruhusiwa kuingia kule, kwa sababu pengine kuna watakatifu waliotangazwa ambao walikosea. Baada ya miaka 20, 30, 50, 100 wanakuta kwamba ilikuwa feki. Kanisa liwezi kusema huyu sio mtakatifu. Kwa hiyo ofisi nyingine ni wachache sana, very few. Lakini ni mfano tu kwamba that's why certain offices in the Vatican are not open, ni sealed kabisa, huwezi kuingia. Sasa mojawapo ni hii ofisi kama hiyo. Sasa kwa hiyo kanisa linakuwa makini sana katika kuchukua hatua ya kutangaza kwa kanisa lote kwamba mtu fulani ni mwenye heri, mpaka mambo haya ya maisha yake yachambuliwa, wanahojiwa, maadui wanazuka huko, mchakato unaendelea labda miaka kadhaa. Na ndio maana watakatifu wanachukua hata miaka 200, 300 mpaka atangazwe. Wengine ni haraka sana, wengine wanachukua miaka. Sasa hiyo mchakato huo ndio unatoka ile hatua ya kwanza ya mwenye
wa mtumishi wa Mungu inaenda hatua ya pili, na pengine hapo kunatokea muujiza mwingine tena, na ndio inamruhusu atangazwe kuwa mwenye heri, the blessed, mwenye heri. Ni hatua ya pili. Baada ya mwenye heri unaweza kukaa tena. Jana ujuzi nadhani nimesoma article wamemoji Askofu Henry Mchamungu sijui ndiye anayesimamia huo mchakato wa Mwalimu Nyerere huo. Sasa anasema sasa Mwalimu Nyerere ndio ameingia kwenye huo mchakato wa mahojiano. Anasema na kuna tayari list ya watu ambao wataitwa kuhojiwa nini, na anasema kwamba wanaulizwa maswali mengi sana. Ndio nataja pale kwamba sio chini ya kati ya 30 na 40. Sasa nikawa najiuliza wanahoji nini sana? Yani labda kuna mtu mwingine amesoma zaidi kuhusu hiyo, kwa sababu ndio mara ya kwanza nimesikia huo mchakato wa mahojiano ni detailed sana, kwamba sasa ndio najiuliza uko namna gani haya maswali. Mimi sasa hivi nikiulizwa, kwa sababu na mimi nilitaka wakati fulani nilikwenda Segerea nikataka kujiandikisha pale kwamba na mimi bwana naweza nikatoa ushuhuda wangu kuhusu Nyerere, baadaye nika withdraw, nikasema watasema wewe huko bigwa unajua nini. Sasa swali hilo ni kwamba naona kama inatisha, ili swali la kusema kwamba hawa watu bwana watatakiwa wawe wajibu maswali mengi sana juu ya hiki kitu wanachokisimamia. Sasa ndio nataka kujua ni nini hasa wanavyokwenda wanavyofanya, wanauliza hasa nini. Unajua ni kweli maswali lazima yahojiwe kwa yote ule. Ni kama mtu ambaye anataka kupata degree kesho mimi nitakuwa na mchakato wa jamaa mmoja anayetetea PhD yake hapa, mwanafunzi wangu mmoja. Nategemea ile jopo lile litamkandamiza kweli. Unahojiwa maswali mengi sana na watu mbalimbali na wenye uelewa wa kutosha kwa ile ujuzi wako unaotaka kupewa hadhi hiyo. Sasa pia wewe maswali yanayokuja ni ya kawaida. Wewe unamfahamuje mtu huyo? Maswali kama haya unaweza kueleza, sio shabiki. How much do you know of this person? Unajua wazazi wake? Unajua amezaliwa wapi? Unajua aliishije katika ndoa yake? Unajua alileleaje watoto? Ni mtu wa ndoa huyu. Na katika siasa unajua alifanya njama za kuiba kura. Ni mfano, lakini mnielewe. Sisemi kwamba mimi naweza kutoa ushuhuda, kwa sababu Nyerere namfahamu kwa nje, na hiyo ndio mimi siwezi kuwa shahidi. Lakini ni yule aliye karibu naye sana. Unajua alisali, unajua madhambi yake, aliungama. Dhambi anatenda kwa sababu ni binadamu, lakini aliungama. Aliungamaje? Aliondolewa dhambi zake, alitimiza malipizi. Wakati wa kufa ulikuwepo, alisema nini? Hali yake ya kufa ile ulifahamu? Kule alikofia huko hospitali ya ni takatifu nani ile huko Uingereza huko, wewe ulikuwepo? Wakati anaondoka ulikuwepo? Unasema alikuwa maskini, unajuaje? Unajua akaunti yake ya benki namba ngapi bwana? Wewe unajua kusema mambo ya ushabiki uliosikia, mimi nisikia kwa fulani, wewe qualify, toka. Wewe kusema uwe na first hand information, reliable information ambayo unaweza kuwa shahidi mahakamani. Kama mawakili wanavyohojiana kwenye mahakama, mpaka hata mtu mwenye haki anafungwa, mtu ambaye hakuwa na hatia, ujuzi ule. Sasa maswali kama hayo yapo, kuhakiki kwamba kweli unachosema unakijua, au ni shabiki tu, mtu unampenda kwa sababu labda ni shemeji yako, hiyo watakukamata tu. Kwa hiyo ni kuhakiki zile taarifa, na maswali hayo hapaswi kukutisha kama una taarifa muhimu ya kufahamiwa na labda inaweza
taarifa ulionayo inaweza kuwa positive au negative, ili kuliokoa kanisa katika matatizo, kufanya kosa. Wewe unaweza kwenda pale unasema hapana, huyu mtu, mfano nimesikia mmoja alisema huyu hawezi kuwa mtakatifu kwa sababu alinifukuza kazi bila kufuatilia, kwa sababu tu hakunipenda, au kwa sababu mimi sikuwa mtu wa kabila alilolipenda amenifukuza kazi. Huyu ni hakuwa na dhuluma. Najua a politician is very rare, kupata politician ambaye ni mtakatifu ni very rare. Na kwa hiyo process, mchakato huo ndio hizo maswali hayo. Sio maswali ya chuki tu, unakuja unasema mimi kwa kweli huyu hafai kwa mtakatifu. Unaulizwa hafai kwa misingi gani? Eleza. Unatoa una uthibitisho. Ni wapi uliwahi kulalamika kwake? Anajua mambo, alijua au ufanye nini? Unamuaccuse kwa mambo fulani. Alimnyonga yule anaitwa Mambungu au Mambo. Unakumbuka yule aliyemuua Gleru, sio? Wengine walikuwa hawajazaliwa hapa. Mamwende, yeah. Huyo wa Iringa huko, mimi sijui majina hayo. Okay, that is the person. Sasa wanakuuliza ulikuwepo alipotia saini? Huyo alimnyonga, ulikuwepo? Una uhakika wapi hiyo kibali aliyotoa? Kwa hiyo usizushe mambo. Ni wazushi wanaotokea huko na walioambiwa, lakini wanawahoji wale ambao walikuwa na uhusiano wa karibu wa ukweli na huyo mtu. Ndio maana maswali nasema unahojiwa ni kama kuna maadvocate wa kanisa. Hapa tuna watu wa law kadhaa wanaofundisha hapa wenye PhD za law. Hao ndio wanahusika. Nimesoma na wachache, wawili wako kwenye hiyo jopo la Vatican la watakatifu, na hata katika shirika letu watu kama wanne wanaitwa, wanakuhoji mpaka utakuwa unaeleza ukweli. Sasa kwa hiyo sio kitu ya ushabiki au cha kusikika au cha mambo ya umbea tu. No, you must be sure. Na ndio wanahakisha tu. It's not that you will be sent to court au sio kwamba ukikosea basi utashtakiwa, utapewa adhabu. No. Basi unaambiwa tu taarifa zako bwana tumezisikia, lakini tuna mashaka kwa hiki na hiki na hiki na hiki. Na mengine uliosema hatuwezi kuthibitisha, sasa hawezi kupokelewa. Lakini kuna ambao watatoa uthibitisho kama wale wanaosema waliponywa naye kwa maombezi yake. Unakuhojiwa, wanapeleka hospitali, daktari anathibitisha na kutoa vyeti, yani analysis aliyofanya, na kuonyesha kweli mtu amepona kwa muda gani na lini, na yote hayo ndio hayo nasema. Kwa hiyo is a process, mchakato. Kuna mmoja wetu nasikia tumeteua watu kadhaa wanaohojiwa. Kuna mmoja ambaye yuko kwenye mchakato namna hiyo. Kwa hiyo ndio hiyo nazungumzia, ni mahojiano na nini, na wale wanaoponywa wanafuatwa na kuulizwa maswali, sio kuja watu wengine wanakuja ili kujulikana tu. Najua kuna watu wenye malengo mbali sana, ili kujulikana tu kwamba mimi nilikuwa mmoja wapo waliyechangia katika utakatifu wa mtu fulani. Hapana, sio rahisi namna. Utachunwa ngozi, unaulizwa, na yule aliyepona anapelekwa mpaka kwenye madaktari, sio wale hospitali yako, madaktari wengine, na wanaangalia documents za awali kwamba ulikuwa na ugonjwa huu kweli. Kwa sababu kuna watu ambao wanasema ni wagonjwa, kumbe si wagonjwa, psychological. Hasa kwenye watu fulani, siwezi kusema, lakini tumethibitisha kwamba huyu jamaa si mgonjwa. Hata dawa tunazompa ni dawa za maji ili asilete shida. Kwa hiyo ni mchakato unazungumzia maswali. Ikishadhihirika, kanisa likaridhika kwamba kweli ushahidi uliotolewa ni wa kweli, beyond doubt, kuondoa kila shaka lolote lisiwepo. Ikishadhibitika kweli, wanatangaza
kwamba sasa hatua ya pili, muujiza huu ni wa kweli na yametendeka hivi na tarehe na saa na kila kitu na mashahidi ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa na wame. Kitabu, utafiti umefanyika miaka 2-3, wanapita huko na huko, wanapelekwa watu kutoka Marekani, kutoka Latin America, from Asia, wanakuja huku, una pesa fund kwa ajili hiyo. Wanathibitisha kweli. Baada ya mahojiano tumeona hivi, baada ya wapinzani kushindwa ni mahakama, wapinzani kushindwa, tumeamua kwamba huyu atangazwe kuwa mwenye heri. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, sasa hapo ni muujiza tena mwingine, wanangoja tena ishara nyingine kutoka kwa Mungu. Wanatunga sala ya kumuomba Mungu adhihirishe kwamba huyu aandikwa kwenye kitabu cha watakatifu, hagiografia, yaani aandikwe kwenye kitabu cha watakatifu, jina lake liandikwe milele. Hiyo process ni ya mwisho, na hiyo ndio inachukua muda tena, na wengine wanachukua muda mfupi, lakini wengine wanachukua muda. Kama kuna fununu yoyote ambayo ni negative, lazima waisafishe, waondoe, to clear any negative information, upinzani au doubts zote ziondolewe. Basi ili kanisa likitangaza wote wakubali ni kweli, sio kitu cha mzaha. Kwa hiyo ndio maana inachukua muda. Wengine anatangazwa mwenye heri, hatua ya juu sana hiyo, lakini kuja kuwa mtakatifu unaweza kwenda hata miaka 100 tena. Wengine wenye heri kwenye kitabu chetu hapo cha Francisco walitangazwa mwenye heri mwaka 1600, mpaka leo hakuna hatua iliyofanywa. Muujiza hujatokea, lakini anatokea tena, kama Papa Yohane alitangaza wengine waliokufa mwaka 1800, 1700, 1600. Paulo wa pili akaja watangaza baada ya miaka kadhaa, miaka centuries, karne 2-3, akaja mmoja akasema hiki kimetokea tena. Imekuwaje? Ameomba kwa jina hili na sala aliyotumia hii, kila kitu, na aliyetoa kibali cha hiyo sala ni askofu fulani. Askofu anathibitisha kila kitu. Basi wanasema sasa ni muujiza huu wa 3 au 4, nategemea. Wanasema sasa Yohane Paulo wa pili anapata taarifa kutoka kwenye ile wanaita kama ni ofisi ya watakatifu, anaambiwa tunaomba huyu umtangaze, amekidhi viwango hivi. Basi Papa anamtangaza. Basi amezungumzia hatua hiyo watakatifu, ni kanisa la watakatifu washindi, wale walio katika utukufu. Sasa huyu anauliza, unajuaje? Katika kanisa tumepanga hivyo, kwa hiyo tunawakumbuka wale watakatifu washindi. Kwa hiyo tunawaomba watuombee sisi, hawahitaji sala zetu, sisi ndio tunawahitaji watakatifu hao wakishathibitishwa. Haya, na wenye heri pia wanako katika kundi hilo, lakini watumishi wa Mungu hawa hatuwaombi bado, kwa sababu tunangoja pia wathibitishwe. Mungu hana haraka, hakuna kitu kilicho slow kama kanisa. Tena wanaweza kuwa na shida sana, hawajibu, kimya, wanangoja ishara kutoka juu, na hawezi kumlazimisha Mungu wewe ujibu haraka kama wale makuhani wa Baali. Hapana, wanakaa kimya. Mungu ni yeye mwenyewe anapanga, na anajua anatangaza mtu huyu asaidie nini jamii wakati huu. Kwa hiyo ndio hiyo mchakato huu. Sasa kwa hiyo sehemu moja ya kanisa ni hiyo watakatifu washindi, na ndio tunawakumbuka siku ya watakatifu wote. Kuna waliojulikana na wengine hatuwajui, kwa sababu sio wote ambao wanajulikana, kwa sababu tusifikiri watakatifu ni wale wanaotajwa tu na kanisa. Hao wamekuwa ni model, manake model
maana ni msaada kwetu kama kitu cha kuiga maisha yao ya Ukristo. Hao na Mungu anataka wajulikane kwetu. Kwa hiyo ni wale Mungu anataka wajulikane kwetu ili wawe mfano wa maisha yetu. Tuwaige, tuwaombe. Hao anawatangaza tena kwa nguvu sana, natoa miujiza mfululizo kwa watu hao. Ni yeye anapanga. Kwa hiyo ni ile kanisa la washindi ambalo nazungumzia, ndio tunaosali siku ya watakatifu wote. Sasa huyo anasema wafu. Wafu wako ni seti kubwa. Katika seti hiyo kubwa kuna subsets. Kuna subset ya wale watakatifu washindi. Kanisa ni kubwa, walioko hapa duniani na liloko mbinguni. Sasa kuna lile kanisa linaloteseka toharani, ni subset nyingine, ni wafu lakini wako toharani. Na hao single out, tunawaombea. Wale hatuombi watuombee, tunawaombea ili Bwana Mungu awasafishe mapema waweze kufika kwenye utulivu wa roho kwake mbinguni, awapokee kwake. Kwa hiyo sisi ni msaada kwa hawa. Tunawaombea ili Mwenyezi Mungu katika utukufu wake na msamaha wake, Baba yao wa mbinguni awahurumie, awapokee kwake. Hao tunawaita ni wafu walio toharani. Na hawa ndio wengi, kwa sababu hatujui ni wako katika hali gani. Mtu yote aliyekufa tunamweka kwenye kategori ya wale wanaosubiri kupokelewa mbinguni, maanake wako toharani. Watu waliokufa na vikosa vidogo, dhambi, venial sins, dhambi ndogo, ambao wanasafishwa. You cannot, huwezi kumkuta kuwa na Mungu kama una doa lolote. Hicho sasa ndio kimatatizo. Sisi wengi tunakufa. Jana tuligombana, unakuja kupata kaajali hapo, ugomvi wa kijingajinga tu, labda ulimnyima kikombe cha chai, ametoka kuna hasira. Hiyo ni dhambi. Usiwe na chuki au maneno mabaya au kukosa upendo wa kweli kwa mwenzako, labda ulimdhania vibaya. Hizo ndio dhambi zetu za ubinadamu wetu, na ndio tunamwomba Mungu awasamehe hao waliokufa katika hali ya isiyo ya neema kamili. Na manake wana neema iliyo haribika, uchafu umeinea, ameangua kwenye matope lakini hajawa matope. Kwa hiyo hali hiyo ndio tunawaita walio toharani, na tuna siku yao, ndio tunaita siku ya marehemu, misa za wafu. Kwa hiyo huyu mtu ajue katika kanisa ni seti kubwa ambayo ina subsets, ina vikundi. Ndani mwake kuna watakatifu, ndani yake pia kuna wenye kusafishwa, walio toharani, na hao tunawaombea. Kwa hiyo tunaweka siku yao. Alafu inakuja siku yetu sisi, kanisa lililo safarini. Kanisa lililo safarini, la wasafiri hapa duniani, ambao tulio hai, ambao tuna struggle, bado tu majaribuni. Tunako kwenye majaribuni, tunafeli, tunaamka, tuna nafasi bado ya kutubu, tuna nafasi bado ya kutayarisha makao ya mbinguni. Na hapo ni sio siku hiyo, mara nyingine tunaweza kusema ni mwaka mzima. Sisi tunaadhimisha mwaka mzima. Ni siku ambayo tunajiombea kuanzia Kwaresma, Majilio, tunajitayarisha. Ni kanisa la hapa duniani. Na kwa hiyo sisi sio wafu. Wafu wako aina mbili. Lakini kuna wale walio motoni. Hao kanisa halina usemi juu yao. Kanisa linaamini na kudhani kwamba wote waliokufa walikufa katika hali ya neema, lakini sio neema kamili. Tunaamini, ndio maana kanisa halihukumu mtu
Kwa hiyo wote wengine wote waliokufa, wafu wote wanawekwa kwenye kundi la waliotoharani. Wote wengine. Hakuna siku ambapo kanisa limetangaza huyu ameenda motoni. Kama mna mahali mmesoma, nitashukuru sana kupata hiyo taarifa. Lakini kanisa halijatamka wazi kwamba Ngowi yuko motoni, msimkumbuke tena kwa amepotea. Hakuna kitu namna hiyo. Hata Yesu alisema wote ulionipa Baba nimewaleta. Kwa hiyo kanisa kwa ujumla, tunaposema wafu ni wote waliokufa ndio wafu. Lakini katika hao wafu kuna ngazi mbalimbali. Kuna wale watakatifu kati ya wafu, kuna walio watakatifu ambao tunajulikana, wameshaandikwa kwenye kitabu cha watakatifu, canonized. Alafu kuna wenye heri, kundi la pili, ambao tunaomba Mungu adhihirishe sasa kabisa kwamba hawa ni watakatifu. Yes. Lakini hao tumeshaona ni washindi tayari, kwa sababu ya mambo makuu anayotenda Mungu kwa njia yao. Kwa hiyo ni ngazi ya katikati. Alafu kuna wale ambao ni walala hoi, walioko toharani huko, wanaomba msaada wetu, tuwaombee na Mungu aone huruma, awapokee kwake mbinguni. Kwa hiyo wote wafu hao wako kategori 3 wafu. Alafu kuna walio hai. Sisi sio wafu, ni walio hai ambao tunapambana hapa. Ni vita, tuko vitani, maaskari walioko vitani. Most of the walimu wengi wa imani wanatuambia sisi ni askari tunaopigana vitani, au ni wanariadha wanaokimbia, kama lugha ya Paulo anayetumia kwenye barua yake kwa Filipi. Tuko vitani au tuko kwenye mbio, athletics, yani wanariadha tunaokimbia, hatujafika mwisho. Na mtu anaishi hapa duniani anasema mimi nimeshaokoka, huyo sasa ni muongo. Tunawaita glorified Christians, ambao wamemsumbua sana Paulo kwenye barua zake kwa Korinto. Wale waliojiita ni tayari wameshinda. Umeshinda wapi? Na kule nyumbani hujapika chakula, bado unakula hapa kwa shida, huna mahindi pale. huna mimi kuja kule kukuta mmoja kule Idete alikuwa ameniambia eti nimeokoka. Nikamwambia wewe, nikamwambia kweli, nimwambia mimi nakumbuka kabisa, nimwambia I was very young by then. Nimwambia kama kuokoka ni kwenyewe hivi ulivyo wewe. Jamaa amekuja na makatambuga yale. Nikamwambia namna hii, mimi uokovu si upendi huo. Nilimwambia, akacheka. Nikamwambia utaokokaje bana? Wewe si una mgonjwa kule nyumbani? Akasema tena mtoto mgonjwa sana. Nikamwambia sasa wokovu gani huu? Kaambia wokovu ni ule utulivu wa milele. Huna tena hoja ya kichwa kusumbua tena. Sasa wewe umekuja hapo na ananiambia I Father, naomba shilingi 10,000 niende hospitali na typhoid. Sasa typhoid ya wapi tena? Sasa umeokoka nini? Nikamwambia hiyo. Sasa baada ya miezi kadhaa nimeenda kusoma misa gerezani, nikamkuta huko. Nikamwambia wewe si uliniambia umeokoka, imekwaje bana? How did you end up here? Nimuuliza. Akasema Father, shida Father. Shida mna gani? Nikamwambia nilikwambia. Nilikwambia. Kwa hiyo wokovu sio hapa. You cannot declare yourself hapa umeongoka, manake huko kwenye process ya kuconvert, unaokoka, unaokolewa, as it were. Process. Tuko vitani, tuko kwenye mazoezi. Unasema mimi ni bingwa na hujapigana hata ngumi moja. Huko kwenye vita huko Glasgow huko wamepigwa chini, walitoka hapa na maneno Waswahili sana. Sisi washindi, tumuende mlete ngao, mlete nini. Meenda pale round ya kwanza chali, sasa unasema umeshinda ni. Pale unaenda, sisi tunaenda kwenye mashindano. Na kwa hiyo pale atakaye shinda ni yule atakaye waangusha wengine wote, anatoka champion. Na Paulo anatoa mfano mzuri sana
Na mtu asije hapa akatuambia mimi nimeokoka. Umeokoka wapi? Na bado hapa kesho kutwa nakuta umewekewa chuma kule hospitalini miguu juu. Sasa uliokoka lini tena? Kwa hiyo Paulo anakataa hiyo lugha ya kusema umeokoka. No. Unaokolewa. You are in the process of being saved. Unaokolewa. Hata leo nahitaji msaada wa kuokolewa. Sio mimi nijitumwe hapa mimi nimeokoka bana. Umeokoka wapi? Na hiyo kanisa basi silivyo hapa ni sisi ni maaskari waliko vitani. Tunangojea mwisho wetu, hatima yetu ni kumuona Baba wa mbinguni. Ndio lugha yetu. Na hapo kwa hiyo kila mwaka mzima, liturujia mwaka mzima ina pia safari. Sehemu kubwa ya liturujia ya mwaka ni sisi, natuhusu sisi tulioko hapa vitani, ili tuweze kushinda baadaye. Hakuna swali lingine hapa. Yes. Makanisa mengine. Swali ni kwamba si swali zuri sana, lakini utatusaidia kupanua mawazo kwamba sisi inatusaidia nini kuwaombea marehemu? Kwa nini tusiwaache tukapambania wokovu wetu sisi wenyewe, tusije tukaanguka kama wao? Paulo anaandika kwamba nisije nikawaokoa wenzangu mimi nikapotea. Sasa kwa nini sisi tusiconcentrate kwenye kupata wokovu sisi wenyewe kuliko tunahangaika na watu ambao waishaboronga, waishaingia huko kwenye matatizo? Kuna watu wanasema hivi vitu, mambo mawili yanayotokana na hilo. La kwanza ni ishara ya upendo. Upendo hauna ukomo. Hiyo uelewe kwanza. Hiyo ni ule upendo unaotusukuma tuwakumbuke walio, hata kama alikuwa adui wako whatever. Tunamwombea kwa sababu ya upendo wa Kikristo, charity. Agape. Na tulazimisha tuwakumbuke hao. La pili, unajua unapomwombea mtu kwenye shida unajiombea mwenyewe. Yes. Unapomwombea mtu mwenye shida na wewe unajiombea indirectly. Yaani kwa namna fulani unajiombea mwenyewe. Yeye akitoka kule kwa sababu ya wema wako, upendo wako umemkumbuka. Akifika kwa Baba atakumbuka, atafanyaje yeye? Atakuombea wewe. Kwa hiyo ni kujitayarishia waombezi wetu. Walioko toharani waombezi wetu pia. Kwa sababu otherwise unamtania Mungu, unamwombea, unamuomba awapokee. Halafu Mungu anategemea nini? Wakifika kule watakukumbuka wewe, unaye struggle hapa, unaopigana vita huku. Wewe ambaye hali yako ni kujitambua kwamba wewe pia baadaye utahitaji maombezi yao. Kwa hiyo ni faida hizi mbili, au niseme faida whatever. Nimesema ni katika kiteolojia tunaweza kuweka hayo. Kwanza ni ishara ya mapendo. Mapendo hayana mipaka. Tusije tukakosea hilo. Ya pili ni kujiombea wenyewe indirectly, kwa sababu wale watakuwa waombezi wetu. Hata kwa mfano wameenda motoni, ile sala narudi kwako. Unajiwekea akiba wewe mwenyewe. Tunawasalia, tunaomba sala, misa hapa. Ni kitu cha maana sana. Naomba sala kuwaombea. You don't know about their fate in the hands of God, in the ile kitu cha mwenye enzi kuu. Hatujui chochote. Sisi ni watu blind, like the blind, kumuomba awapokee kwake mbinguni, kwa sababu tunamwamini ni baba yetu. Na huyu ni ndugu yangu amenitangulia. Baba umpokee, na mwachia yeye. Sasa sala hizo kama yeye ameshaingia mbinguni, unafikiri atafanya? Akisikia unamkumbuka bado anasema Baba umuonee huruma mtoto wangu yuko kule. Kama yule bwana Lazaro na yule tajiri na Lazaro
Alikumbuka akasema kuna ndugu zangu kule, lakini kama alikuwa na chomwa bado akasema kuna ndugu wangu 5 kule, sijui watafika wapi, wasija kaingia hapa tena. Kwa hiyo even the prayer becomes, if we are tunawaombea lakini zile sala kweli zinarudi kwetu. Ndio hiyo. Kwa hiyo hao wanaohoji nani, hiyo ni ubinafsi na hakuna upendo wa kimungu ndani yao. Wanasema hao wameshakwenda zao, mtu kama ameshaharibu, ameboronga, mwachie mambo yake, amekwenda mwenda zake kwenda huko. That is lack of charity. Christian charity is not any charity, Christian charity. Kuna kijana aliniuliza swali hilo nimekumbuka hapa kwamba huko Torani hizo adhabu zimekaakaaje. Sasa mimi sikutaka kuingiza mawazo ya Dante yale, sijui wao wengine wanachomwa na nge wa namna gani nini, nikajaribu kufikiri haraka. Sasa nataka tu kupata maoni yako, unasemaje? Nikamwambia kwa mawazo yangu nawaza kwamba Torani wanaturudishia maisha yale ya duniani. Ni kama unapewa role play tena, kwamba majirani wanakuwa kama wale wagonjwa, sijui hapa ulikuwa unapokea rushwa, unapewa mazingira yale tena. Sasa unaulizwa utafanyaje? Sasa umeshajua ukweli, utafanyaje? Yani can you act differently? Ukiact differently then unapass. Usipo act, nilikuwa naongea na kijana mdogo. Lakini sasa swali langu ndio hilo kwamba how can we paint hiyo picture ya Torani, adhabu na ile opportunity ya kwenda mbinguni imewekwa hiyo kaji? Sasa hiyo hakuna mtu aliyefika huko akaja akatueleza in the first place. Kwa kawaida huwa unajibu kwa akili, usio kapayuka tu, mimi najua. Ulijua wapi? Ulifika huko? Isipokuwa tu hatujui, isipokuwa jambo moja, hakuna adhabu kali kama upweke, kama kuachwa. Ni adhabu kubwa sana. People do not know that, and that's why quite a number of people commit suicide. Wengi wanajiua kwa sababu upweke, depression, nini. Sasa adhabu kubwa ninayoona mimi kwangu, navyoangalia hata katika Biblia, Mungu anapoadhibu watu, acha hii physical, kwa sababu physical it is not there, the body is no longer there, isn't it? Hakuna mwili pale. What makes the person sad and even worst thing that can happen kwako, you may have everything katika ulimwengu huu, utajiri, mali, nini, everything, na family nzuri, na everything you may think of, humanly speaking, hapa ulimwenguni. Lakini something which really, if it is deprived, kama unanyang'anywa hicho, huna raha, na hata chakula utashindwa kula, hata whatever ulicho nacho hakina maana. Ni upweke. Kama unaachwa, kama huna upendo wa mkeo, watoto, unaweza kuwa na kila kitu, but if there is no love, sasa kitu kinachoumiza watu hao na kuteseka sana ni giza. Giza. Unajua Yesu anasema tupa gizani na kutaka kusaga meno. Mmoja akasema kama huna meno, aliuliza if I don't have the teeth. That story. Akamwambia you will be provided with. You will be given teeth ili usage. Lakini hiyo ni kichekesho, isipokuwa mimi najua na naamini ile kitu wanaita giza. Giza ni la kutisha. Yani manake absence of God. Absence of something you love. Mungu anakuacha. You are separated from the roots and the reason why you exist. Hiyo ndio adhabu kubwa kweli, mimi navyoelewa, kwamba kumkosa Mungu. Mungu anakuacha. Na hao walio toharani hawajaachwa milele, wameachwa kwa muda. Na hiyo wako kwenye giza. Unajua, mimi nafikiria siku kama watu fulani wameshazimia au
Au kwa mfano umepigwa dawa, wengine tumeshaumia kwa michezo huko, tukapigiwa ile nini ile kaputi ile, unaamka huko hujui ulikuwa wapi. Wengine ni kuweseka tu kama wameshakuwa hospitalini huko. Sasa ile upata ile kaputi ya zamani, siku hizi hamna tena sana, lakini ipo kama wanafanya heavy operation kubwa, unatoa ile full, mwili mzima una paralyze, unakwisha. Hata wengine wana divert damu inaenda mahali pengine kwenye operation kubwa zile. Sasa pale unakuwa wapi? Yani hakuna chochote exist. Lakini kama hujafa kawaida, unakuwa na vindoto labda uko porini au wapi, na inategemea ulikuwa na mawazo gani wakati wa kufa, na ulikuwa mtu wa namna gani. Na ndio maana siku ya wakati wanapoamka watu waliopata kaputi ile dawa ya singizi, mnaweza kushangaa maneno yanayotoka. Mimi nimekuwa huko kwenye mahospitali makubwa huko, unasikia mtu anaamka sasa, anachoweweseka pale, lazima umsaidie, kwa sababu na watu wanaofahamu watoke, sababu atasema mambo ya ajabu, yale ambayo yalimkera, yale ambayo yalimtisha, all the negative things. Anaweza kuamka huko anatukana mpaka unasema huyu jamaa alikuwa mchafu namna hii. Mimi nimeona, nimesikia, unashangaa. Anatukana hapa, siwezi hata kusema mtusi namna hiyo. Mwingine anakuja na sala tu, Yesu, Maria na Yosefu. Unajua huyu mtu kumbe alikuwa hivi, you never knew. Unasikia anakuja tu na sala tu, toka afunguke tu kuanza kufanya mwili kujielewa, unasikia tu anasali tu. Asikia salamu Maria, ajui ni yeye, hajitambui bado kamisa, lakini inakuja automatic. Hapo unajua huyu mtu kumbe ni mtu wa namna hii. Sasa pale hata uwe padri, hata uwe mtawa, kama ulikuwa unaishi maisha ya uongo, ya unafiki, utasema mambo ya ajabu. Mwe macho wake na rafiki yangu Tobias, wakati unaamka nawaambia watu tokeni nje. Yes, unasema yale mambo ya ajabu, na wengine wanaacha mambo mengine. Sasa hiyo ni dalili ya hali ya mtu aliyokuwa nayo katika kufa kwake. Na hiyo mimi ningesema hivi, adhabu kubwa kabisa ni kutengwa na Mungu. Na hiyo inakupa mahangaiko. Fikirieni, mimi juzi niliota mbaya sana. Tena leo nilisikia, mimi seme wazi, mimi niko hivyo. Whatever you may think of me. Niliota. I don't know, niliota au nilifikiri au sijui, I don't know how come. Na Yesu yuko upande ule kule. Na hapa kuna kazi, manake shimo kubwa. Sijui nilikuwa naangalia picha fulani, I don't remember. Lakini nimebaki na imenipa huzuni na imenifikirisha sana. Mpaka wakati wa misa nilikuwa nafikiri sana. Imenipa kufikiria. Na sidhani kama imeisha, itachukua muda mwingi sana. Ninatafakari kuhusu mimi. Kwa sababu Yesu upande mwingine. Hapa limetokea shimo jeusi chini, no end, bottomless chini. Na yuko upande mwingine. Sasa naambia vuka, njoo. Mimi ni Bwana wako, njoo. Nakwambieni, sijui nini, nilipata shida sana. Sijui ilikuwaje. Nimeshindwa sasa nimwamini yeye, simuoni sawa. Nimwamini ni yeye. Nilipata shida. Na manake nijikosea step tu kule, hamna kutoka kwa nini, I don't know, bottomless, yani jeusi, ile shimo kubwa. Akanambia wewe ruka tu, njoo. Ananiambia njoo. Sikwenda.
Na mimi naambia mfikirie, sikwenda. Alafu nikaamka sasa asubuhi, imenikera sana. Do I have faith really in Christ? Do I trust Christ? Nimepata shida. Mimi naambia kwa wengine sijui mnaona ni rahisi sana. Lakini really mnamwamini Kristo? Really? Mimi nimefikirisha sana. Basi nikasikia, nikaja soma hii mambo ya kutembea juu ya maji ya Petro. Kasema kumbe ni haya nini? Pengine, lakini really do we have faith in Christ? Yani, do we really Kristo? Na mimi na mambo mengi, hadithi nyingi na kutokana na kusoma kwingi. Je, kweli tunamwamini Kristo? Kweli. Yaani manake mimi ni swali kubwa sana. Na ndio maana nasema akiondolewa kwangu, akiondolewa katika maisha yangu, mimi sijui nitaishi. Kama kuzikwa kule kaburini, tunamzika mtu. Juzi tu nimemzika rafiki yangu. Naweka yale mdongo kule na wazazi wangu na kila kitu. Basi kule shimoni, how is it? Yuko gizani mle au yuko wapi? Kweli wewe ukiamka ukajikuta watu wamekuwekea udongo, alafu wengine unashindilia na mawe makubwa kweli, boulders, and you laid him there. Are you sure that he is there? He's not awake. Naam. Nyinyi bwana tunazungumza tu maneno mengi sana. Lakini kwa kweli, how does he feel? Haya bwana. Na ndio nasema kweli tusikubali kugaa gizani. Gizani. Kwa hiyo hiyo unasema ni adhabu ya kukosa mwanga wa Mungu, kukosa upendo wa Mungu, kuwa abandoned by your creator, ni adhabu kubwa kweli. Kuachwa na wale rafiki zako, your beloved ones, the loved ones, is the greatest punishment you can. Unaweza kupata ni adhabu. Kwa hiyo mimi nafikiri adhabu kubwa kule motoni, motoni ndio ni absolute. Hata wewe umemkataa, kwa hiyo utavuna. Lakini wale ambao kumkataa, walimtamani, walikufa na mategemeo, lakini wakajikuta kwenye hali isiyo kamilifu, wanawekwa mahali pao. That situation is very bad. Ndio hiyo mateso hayo. I think that's the most punishable, the most discruciating, ni adhabu kubwa kweli. Alafu unakuta mke wako yuko kule na wewe uko huko. Unakuta watoto wako wanasema baba njoo, unashindwa. Mwanangu sasa huyu. Alafu unaangalia rafiki zako, your friends. You discover that you are not worthy of them. Yani manake wewe hustahili. Na whoever you think you knew him, he is there glittering, manake anang'aa kama nyota, na wewe uko huku. I said niombe, nasema sasa nifanyeje ndugu yangu? Mwambie una namna, hakuna ngazi huku. Yule bwana yule Abraham akamwambia huku kuna sinyi, hapa kuna shimo ndefu sana, ndio nilikuwa naota hilo. Mimi hatuwezi kuvuka huu na nyamwezi. Limewekwa ile kazi ile shimo lile ni kutengana na Mungu. Na hiyo ni adhabu kubwa sana. Sasa kwa sababu you have no reason to live. Huna sababu ya kuishi, kuwa hai. Your life is worthless, haina maana. Lakini only our life becomes meaningless, inakuwa na maana kwa kuwa Mungu yupo. Kwa kuwa sababu ya kukuumba anaijua yeye. Sasa kwa hiyo ukamilifu hauna. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo adhabu ya kule toharani hujakamilika, unakuwa sasa who am I Lord?
Kwa hiyo ndio maana moyo unakuwa na hangaika tu, na hangaika ni mahangaiko ya moyo ulioachwa, moyo ulio au kukamilika, moyo kama mtu aliyekatwa miguu yote miwili anabaki na kiwiliwili, ni aina ile. Kwa hiyo that's the greatest punishment, the absence of God in life, the absence of love. And they are craving, yani kulilia kama mtu mwenye kiu, unabaki kiu, mdomo wazi, hakuna hali mbaya. Ndio hiyo I would say, sio physical, it's not physical, it's the soul which is suffering. Twende mbele. Sasa maswali alikuja mengi, alafu swali limechukua muda mrefu. Nao mwalimu naona unanyonga pale. Sasa hii swali hili unapoongelea mambo haya mimi nafikiri kwamba ni huruma ya Mungu kutuandalia sehemu hiyo. Bado aendelee kutuokoa. Ndio. Ni huruma ya Mungu. Yes. Kwa sababu kama si huruma ya Mungu, option mbili tu, mbinguni au motoni, wengi tungeangamia. Ni kweli mwalimu. Ni huruma ya Mungu. Hiyo ndio. Nilikuwa nafundisha mahali fulani, nikawa naeleza hivyo. Na kwa kweli nilipata maswali mengi, nikaa muda mrefu sana kipengele hicho. Watu wanataka kujua huko unakoelezea toharani kuna nini huko? Kukoje? Adhabu yake ikoje? Lakini kwa kweli hasa ukifikiria ni huruma ya Mungu. Ndio. Katuandalia pale ili atuokoe bado. Asante mwalimu kwa kufafanua hiyo. Sikwenda huko, the positive side. Hiyo ni ishara ya huruma ya Mungu. Kwa sababu Mungu wetu sio hakimu, ni baba. Na hapendi tupotee. Yesu amesema mwenyewe katika Injili ya Yohana, hapendi tupotee. Na hata hivyo hakuja kama hakimu huku ulimwenguni, alikuja kuokoa. Sasa ni uamuzi wetu. Uamuzi wetu. Ukimkataa atafanya nini? Because anaheshimu sana uhuru wetu, na ndio kilileta kifo. Simeeleza mara nyingi hapa. Yes, kifo chake hapa msalabani ndio ishara ya toharani. Sasa kwa hiyo malipo umeshalipiwa, utaki. Sasa tafanya mwanangu, anakushonea nguo utaki kuvaa. Sasa hii ndio hiyo inamuumiza Baba wa mbinguni. Anasema kiache huko kikae uchi kione cha mtemakuni. Baridi kwa wingi, jua kali na choma. Yani ya roho, ni roho, sio mahangaiko ya roho. Kwa sababu baba amekuacha. Kwa mtoto mdogo, mimi nilikuwa naenda mama hasa na wale wakubwa zangu kwenda msituni kule, nimezaliwa huko msituni, kwenda kuchukua kuni. Na ndio kikuni. Mimi walinipa kikuni kidogo cha mita 1, kinanipa matatizo. Na mimi naona eti ni mzigo. At least feel that I am doing something. Ndio tumekuwa trained kufanya kazi. Kwa hiyo nafuata nyuma ya mama au dada yangu au kaka. Wao wanakimbia sana. Mimi nafika njiani nakaa nalia. I remember vividly, hata walipofariki hiyo imekuja kila siku. Sasa kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nimekosa kampani yao, na mimi nataka kukua kama wao. Sasa mimi nabeba vimiguu vinatembea. Unajua watoto wanahangaika sana, mimi naona wanabeba tu twende, na unaangalia na fanya haraka, lakini wewe unaranda namna hii tu tayari. Hatukuwatambui namna wanavyosafa watoto kufuatana na wakubwa. Sasa hiyo kukosa company ya yule unayempenda, yule ambaye you feel secure, unapata hofu, unapata insecurity. Yani ndio wale waliotoharani, hali yao mbaya sana. Na hiyo sio hali ya kutamani hata kidogo. Hali ambapo wale unaowapenda wanakuacha. Wao mko njiani mnatembea, na wewe unajua wewe ni dhaifu, na umesikia huko kuna simba. Mimi nimeshaisha maisha hayo. Nimeshaishi maisha huko, kuna tembo wanakuja na wameshavunja miti na tunaona. Mimi nimeishi huko, nimeona mambo hayo. Tembo anashika limti lile, walikasirika, sijui tulifanya makosa gani. Ni vijana, tulikuwa vijana kama 6-7 hivi. Tunakimbizwa na tembo.
Ningeshakufa zamani sana. Lakini sasa sisi tulishafundishwa kutokana na mazingira yetu, kama tembo anakukimbiza usiende kwenye mlima au uende kwenye tambarare, shukia bondeni. Basi tukakimbilia direction ya mtoni, tukaingia huko, tukaenda kwenye mto kule chini, tukakaa kimya. Tembo wamekuja, kufika tunasikia miti inavunjwa tu. Kufika pale kwenye ile escarpment tulioshuka, hawakuweza kushuka tena, yakarudi ya majiant yale, lakini walienda kuua mtu huko. Sasa niseme tu ikiwa wewe ni mtoto mdogo, na nilikuwa mdogo sana katika ile group, walikuwa wakubwa wote, mimi nilikuwa the youngest, kwa kadogo sana, na ndio nifuatana nao na mimi, kwa sababu kaka yangu alikuwa mkubwa na anaenda nao. Sasa mimi aniacheje nyumbani, na mimi nafuatana nao. So I was a very tiny little fellow, after 4 years or 3, 5 sijui. Sasa waniache njiani je? Nakwambia ndio hiyo image unayopaswa kuwa nayo. Wale wapendwa wako, wala unaona kwamba you are secure with them, Mungu anakuacha and you are alone. That's the situation of those in purgatory. Hatuwezi kueleza zaidi, lakini hata Mungu Yesu amefafanua sana hilo, hali ya adhabu. Tunajuaje kama mtu kaenda mbinguni au toharani au motoni? Mbona haya mambo ni magumu sana? Nauliza. Of course. Kwa sababu isipokuwa kama nimeshaeleza, hakuna sababu ya kurudia hapa. Tuna ishara zinazotuonyesha. Ila kusema kwamba mtu fulani ameenda motoni kwa hakika au toharani, hiyo hatuwezi kusema. Sisi tunajua kwamba sisi binadamu hapa tunasema hakuna binadamu asiye na makosa, asiyetendikiwa kitu. Wote tuna makosa, lakini roho ya toba tunatofautiana kutubu. Hii kitu kinachotofautisha tu kati yetu ni toba. Wengi tunaambiwa tutubu, hatutaki. Akiwepo mimi, ungama hatutaki, tunadharau. Baba anatuambia tubuni, hatutaki. Tunabaki wagumu katika dhambi zetu. Hapo ndio tunapata matatizo. Na hapo ndio najua mtu ambaye amekataa kabisa kutubu. Na mimi nimesha experience. Sasa sisi watu ambao ni watumishi wa huko kanisani, watu wa mambadi, mtu anakataa kabisa, na mimi nimeona, nimeshawaeleza hapa. Mtu anaenda hospitali na kutaka kuungamisha na kufukuza. Nisikuone hapa, sitaki kuona padri hapa. Halafu nasema nani, sitaki kukuona na sitaki baraka zako, sitaki sakramenti gani hapa. Nani huyu? Alikuwa, samahani sana, hapana siseme siri nyingi, alikuwa mtu Mkatoliki first number 1. Something happened to him, labda katika matatizo ya ulimwengu huu akakata tamaa kabisa. Na hata kukata tamaa kwa Mungu ni mbaya, ndugu zangu. Akakataa kabisa kupokea sakramenti, huduma zote, akawa amejitenga na kanisa. Hatua hiyo ni ya kutisha na haipaswi kuwa kwetu. Na hapo ndio nasema huyu mtu Mungu mwenye ataamua bana. Amekufa, manake mimi nilipoenda wodi ya pili ya tatu nikarudi kwenye ile wodi, ata walau kujaribu tena kuongea naye, akakuta amesha kwenda. Nilikaa pale tu nikasema, Bwana unajua yote, huyu ni mtoto wako pia, si kitu gani kimemfanya awe hivi, mimi sijui,
lakini nilimkabidhi Mungu tu, basi bariki ule mwili, nikaondoka zangu, kwa sababu sikuweza kufanya chochote. Sasa hapo ndipo unajiuliza, mtu unaweza kusema ameenda motoni? Hujui wakati anakufa pale the situation, kwa sababu mambo mengi sana mtu kabla wanasema wataalamu wengine, mimi sio mtaalamu, wengine mtu hafi tu kwa kusimamisha kwa roho, kwa moyo, kutokupiga moyo. Mtu anasikiliza anasema huyu tayari kuisha, chukua zenda zika, kumbe mmezika mtu mzima. Na ndio Waislamu wengi sana wamezikwa wakiwa watu wazima. Hii mambo ya kukimbizana mtu mwingine amekaa masaa hata 6, 7 anaamka tena, the brain is not yet dead. Unakuta tena ameanza kupata joto. Na wengine wamefumuka kwenye masanduku yale, watu wamekimbia, watu wanakimbia kwa sababu tunachukua haraka mno, na pengine hata I'm not happy kupeleka mtu kwenye mochwari kwenye baridi kule mara baada ya kufa. Moyo umesimama, sema haya pelekeni kule. Perhaps it's not fair. Sasa katika hali hiyo naweza kusema, kwangu mimi nafikiri sio rahisi kusema mtu ameenda motoni au toharani. We leave it to God, na kanisa ndivyo lilivyo. Halijawahi kutangaza mtu huyu ameenda motoni, huyu ameenda toharani. Uliwahi kusikia wapi? Hakuna, kwa sababu tunajua wote tuko mkononi mwako. Bwana, wewe ndio hakimu wa wote, ni uamuzi wako. Sisi, huyu mtu alikuwa ndugu yetu, alikuwa na makosa kama sisi wote tulivyo na kasoro. Sasa lakini Bwana, tunakukabidhi wewe. Kwa hiyo hapa mtu aseme eti unajuaje mtu ameenda motoni? Ulishasikia nani ametangazwa kwamba yuko motoni? Niambieni nyinyi, kuna mtu alitangazwa? Wapi? Hakuna. Hakuna makanisa the theology haiwezi kuruhusu, philosophy hairuhusu. Haiwezekani. Because everything is in the hands of God. Hatujui hali ya huko upande mwingine wa maisha yetu. Kwa hiyo tunamkabidhi yeye. Kwa hiyo ili swali hili ningemwambia aliyeuliza kwamba tutajuaje ameenda motoni au, hiyo ni siri ya Mungu. Mungu akitaka kutudhihirishia kitu fulani, hata dhihirisha. Kama anavyodhihirisha sasa, tunajuaje mtu mtakatifu? Kwa hizo ishara nilizotaja. Tunajuaje mtu mwenye heri? Kwa ishara za kwanza zile. Unakuta watu wanafaulu. Mtu ambaye ulimjua amepata kichaa. Nimeshaona mmoja alikuwa fini, wampeleka kule Mirembe, wakasema hapana, huyu sasa tutakuwa tunampiga, aje mlete kila mwezi kupiga dawa ya ile nahitaji nyinyi wengine wanauta dawa ya kutuliza akili. Mpaka ananenepa akawa mkubwa sana yule bwana. Hadi nikakutana nisema isei, afadhali alibaya sana. Anashinda amenenepa kwa sababu ile madawa yana reduce kila kitu. Baada ya kuomba ndugu zake na nini, misa tunapokea maombi ya watu, kumwombea, akasema sasa kwa kweli Mungu tuhurumie kwa sababu tunakosa imani. Lakini hawa wanaomba mtoto wao. Baada ya mwezi miwili mitatu, ameanza kusalimia watu, utulivu, kila kitu. Sasa hivi yuko chuo kikuu. Uweze kusema it was impartial. No, it was very serious. The certificates zilikuwepo. Sasa muujiza wa namna hiyo utashindwa kujua kwamba na huyu waliomba kwa msaada wa mtakatifu fulani. Alafu waambie watu kwamba hii kwa kweli aliigiza tu, hakuna cha muigizo. Kama yule mtu aliyeponywa akiwa kipofu kwa Injili ya Yohani kule. Wazazi wanauliza wakasema muulizeni yeye. I like that story. Ni kutokukataa tu kuamini, lakini ni muujiza umetendeka hapa. Muulizeni yeye kama alikuwa kipofu. Yeye ni mtu mzima ba.
Kwa hiyo mambo mengine ni ugumu wa mioyo yetu kujua. Ukiona kitu kimetendeka cha namna hiyo, hujue ni mkono wa Mungu. Na alafu nauliza wale wahusika, hivi mlifanyaje? Mliomba? Akasema hapana, tulimuomba mtu fulani, mtakatifu fulani, au mwenye heri fulani. Tunaamini. Mimi nina ushuhuda wangu binafsi, siwezi kusema hapa sababu ni binafsi, lakini hakika kuna miujiza. Nawaambieni kuna miujiza, na tumepitia wengine, miujiza ipo, na hata yule alikuwa nasaidia ametokea kwangu. Nasema wazi, nimeshangaa sana. Anakuambia usiogope, mambo yameshakwenda na yamekwenda clean. Ajabu sana. Sasa utaelezaje? Unashukuru, unakuja kusoma misa, unasali, unaomba, na hayo yatokee, yapate wengine pia zawadi. Sasa kwa hiyo miujiza ipo, lakini swala la kusema huyu ameenda motoni, huyu ameenda toharani, hatuwezi kusema. Ni Mungu yako mkononi mwake. Watakatifu ni Mungu anatupa ishara. Sawa? Hivyo.